Shukran sana. Niko katika kaunti ya Taita Taveta ambapo katika mada hivi leo tunapoangazia madhila ambayo Wakenya wanapitia katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa nchi ya Uganda na Tanzania. Je, viongozi wa taifa hili wameweza kushughulikia vipi masuala hayo ya ukiukaji wa haki za kibinadamu? Na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Yale ambayo yanaendelea kwa sasa ni mambo tunakemea na si mambo ambaye tunaweza furahia yayo yakiendelea katika nchi zetu tatu. Tanzania na Uganda na Kenya kumekuwa na hizo shida hivi karibuni. Na nchi yetu imekuwa ni kama si hakuna uzalendo. Hakuna uzalendo kutokana na viongozi wetu. Kama kweli kungekuwa na uzalendo wa kisasawa, mtu wenu hawezi kufungiwa zaidi ya siku 38 na hakuna mtu ambaye anachukua hatua yoyote. Mpaka mwishowe tu inakuwa sasa ni mazungumzo kati ya urafiki ndio rais wa Uganda aachilie watu wetu. Hawana utetezi katika watu wao kabisa. Wameamua kuachilia kama kuteswa wao hawana shida. Kwa sababu akiangalia wako na uwezo wa kifedha. Kwa sababu mnyonge akienda pale kwa sababu hana haki ndio anateswa hivyo. Kusema kweli angekuwa ni mtu mkubwa ameshikwa pale kapelekwa pale hangefanywa hivyo. Hangenyanyaswa hivyo. Mimi naomba kusema kweli kama serikali inataka tuwe na uhusiano mwema, waangalie wananchi wa kawaida tunapotembea mahali popote tuko free. Si kuambia kwamba tuko free tukienda Tanzania niko free. Na sasa hivi unasikia hata rais wa Tanzania Samia Suluhu anateta vilivyo akisema kwamba hataki kuona mtu yote wa nje. Anataka kufanya nini? Kumunyonga. Yaani ukienda pale unaambiwa nyinyi sisi tumekuwa ni wahalifu. Hapo nyanyaso. Hakuna haki. Haki haitendeki kwao. Mambo yanapelekwa hivi yananyamazishwa njiani. Mambo yanapelekwa vile yanapotea tu. Alafu tunasema kwamba tuko pamoja. Hii Jumuiya ya Afrika Mashariki kazi yake ni nini? Ama huu uhusiano wa hizi nchi faida yake ni nini? Kama mwananchi anaweza enda Uganda na anyanyaswe na huku tunasema kwamba tuko pamoja. Mwananchi anaweza enda Tanzania na anyanyaswe. Basi kama ndivyo hiyo muungano uishe. Kila nchi ikae kivyake, kila mtu akae kwao. Kwa sababu tunaona kwamba hakuna faida yote. Mwisho wa siku tunazidi kunyanyasana huku marais wanakutana wanasema kwamba mambo yamemalizika, lakini hiyo story kishaisha haki inapotea. Ndio kauli za wakazi wa kaunti hii sawa na wanaharakati hapa wakitoa wito kwa serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu na haki za wananchi wake zinalindwa kikamilifu nje na ndani ya taifa hili. Nikiripotia runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Na maghalabu wa Kenya wameripotiwa kutekwa na kuteswa wanapozuru nchi jirani na nchi za nje, na hapa katika kaunti hii ya Nyamira leo hii tunawahusisha baadhi ya wakazi wa eneo hili ili watueleze maoni yao ni yapi kuhusiana na masuala haya na jinsi ambavyo serikali ya Kenya inavyoshughulikia swala hili. Napenda kusema kwamba sheria zetu ndizo zinatukandamiza sisi wenyewe kama Wakenya. Ukiona kule Uganda ndugu zetu Oyo na Njagi wameteswa karibu siku 40 ambapo wameachiliwa huru juzi. Tunasema kwamba sheria zetu siwekwe huru, na hao wachumbe wetu ambao tumewajawua ambao tuko na wachumbe zaidi ya 300. Sijaona mchumbe hata mmoja ameweka ile kwa Kisungu tunasema petition kwa bunge aseme tubadilishe hiyo sheria. Tumeona dada zetu wakiuliwa kule Warabuni. Tumeona madada zetu wasungu wanakuja Kenya hii wanawapaka, wanawapachika mimba na hakuna sheria yote inafanyika. Lakini sisi wale watu wakienda pale ukipatikana na hilo kosa unauawa pale. Hakuna kitu serikali ya Kenya inafanya. Serikali ya Kenya kwanza ndio inajangia. Hakuna kitu imefanya itiende kushughulika. Umeona mwisho mpaka retired president wa Kenya Uhuru Kenyatta amerudi kuongea na Museveni. Mpaka yeye ndiye amefanya bidii ndio hao wa Kenya wametolewa huko. Kwa hivyo serikali ni kama inachangia, inasupport Museveni. Kama wale mnaandamana mnavinjwa mguu. Na hiyo haiko kwa katiba na hiyo sio mzuri. Nasikitishwa na jinsi ambavyo serikali inajaribu kushughulikia haya maneno ya utekaji na uuaji wa Wakenya. Ukiangalia Kenya huku sisi tunaishi na watu wa nchi za nje. Tunaishi kama mandugu na madada wa East Africa sana sana. Wakenya wenzetu wawili wamepotea kwa mwezi na masiku kadhaa, lakini hata
waziri wa masuala ya nchi za nje ako tu anakula mshahara tu, anazunguka hapa tu, aongei hata jambo moja kwamba kuna Wakenya wamepotea na tunafuatilia hivi na hivi, warudi nyumbani ama waachiliwe. Hata kama Mkenya amevunja sheria nchi za huko, kuna ile sheria inasema kwamba huyu mtu mrudishe kwao, mdeport, akuja ashtakiwe huko. Hatuwezi kaa tukiangalia serikali hiyo imenyamaza, Wakenya wakiwa wanasumbuliwa nje. Hapa Kenya, hapa Nyamira, kuna watu wengi wa huko nje. Kuna wa Rwanda, kuna wa Tanzania, kuna nini wanafanya biashara huko Nyamira. Lakini tunaishi kwa amani na tunajua kwamba litakapotokea suala la ukosefu wa usalama, huyu mtu atapelekwa kwao ama atachajiwa katika hizi koti. Mtu hawezi kuwa amekosekana kwa zaidi ya wiki 5 na serikali iko tu imenyamaza kwamba huyu mtu hajulikani yako wapi na huyu mtu wako na mafamilia zao nini. Hii ni jambo la kusikitisha sana. Nama hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakizidi kunyosha kidole cha lawama kwa serikali na haswa katika wizara ya masuala ya kigeni kwa kile wanasema kwamba haijashughulikia masuala ya Wakenya wanaodhulumiwa na serikali za kigeni, wakizidi kuomba kwamba serikali iweze kuweka mikakati na sheria zinazofaa kuwalinda Wakenya ndani na nje ya nchi. Kiripoti ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Haki na usawa ndio nguzo ya Afrika Mashariki, lakini kwa sasa kuna mpasuko wa kimaoni na fikra, huku taifa la Tanzania likilaumu baadhi ya Wakenya kwa yale yaliyotokea hivi majuzi. Wakenya wengi wamekuwa wakihangaika wanapojipata kwenye shida wakiwa mataifa ya nje. Je, Jumuiya ya Afrika Mashariki inaelekea wapi? Mambo ya Jumuiya ya Afrika ilikuwa mzuri enzi za Moi. Juu wakati tulikuwa kwa shule huwa tulikuwa tunasikia Jumuiya ya Afrika. Sasa saa hii wakati wimbo wa taifa inaimbwa huwa wanamaliza na wimbo wa Jumuiya ya Afrika. Lakini juzi tuliona machafuko huko Tanzania. Watu wa Kenya waliuliwa kwa msingi ati wanachochea mambo ya siasa ama machafuko ya siasa. Saa zingine tunaona watoto wetu wako nje za Kenya wanatulumiwa. Lakini kama hiyo Jumuiya ya Afrika ama hiyo Umoja wa Afrika ingekuwa, watu wetu hawangedhulumiwa vile tunaona. Tunaomba serikali, tunafanya biashara ya PTA, ECOWAS, hizo biashara yote, ili watu wetu wasihangaishwe. Tunataka hiyo Jumuiya ya Afrika irudi. Sisi kama Wakenya tunapenda umoja. Wale wa nchi nyingine wakikuja Kenya tunaona kama ndugu zetu. Hatuwezi tukaona kama Mtanzania, kama mtu wa Uganda. Tunafanya kazi pamoja, hakuna kitu ambao tunasema ati huyu ni nchi nyingine, huyu ni nchi nyingine. Sasa tukipata historia ya kwamba ama maneno ikiendea kwa mtandao ya kwamba watu wetu wanahangaishwa huko Uganda na watu wetu wanahangaishwa huko pale Tanzania, sasa tunashinda ya kwamba sisi tukiwa nje tunakuwa umbwa. Wale wengine wakikuwa hapa kwetu wanaanza kukua watu. Hiyo ni kitu ambao wametusumbua sana. Lakini tena kitu ambao nataka nikuse ni kwa hii serikali yetu azingatie hiyo maneno sana, kwa sababu hii ya foreigners wakitaka tukue na amani, kwa sababu sitakuwa na amani kama mtu wetu anahangaishwa huko. Sitakuwa na amani kama mimi naona mtu wetu akihangaishwa ama mtu fulani anahangaishwa huko. Ukabila tumekataa na umoja tuliuacha tangu ukoloni ilipoondoka katika nchi yetu ya Kenya na Afrika wote kwa jumla. Tukawacha ukoloni. Mtu akikuja kwetu ni ndugu yetu. Mtu akikuja hapo kwenyu ni ndugu yenu. Mtusifanye kama sisi wengine ni toki, wengine ni mbwa, wengine ni nini. Sasa serikali mchukue hii hatua kali kabisa kwa hao. So I was requesting the UN, the United Nations, that they are seeing through the humanitarian to look through and sort the issue so that we have peace. We have the organization in Eastern Africa that we need them to look after our citizens. Everywhere in Eastern Africa requires peaceful coexistence. So I need those leaders. I'm requesting that they can see us through, they can maintain the peace, they can
find unity among us so that we have peaceful coexistence. Na mtazamaji, nafikiri umeweza kupata maoni kutoka sehemu tofauti kuonesha jinsi ambavyo wananchi wanavyosema. Na wananchi wanasema kweli, kama kweli sisi tunaongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi takana pia zile kanuni za Jumuiya ya Afrika Mashariki zitusaidie kuleta umoja na kuleta undugu na ujamaa, licha ya kwamba kusilete uhasama na chuki. Lakini kuna kitu ambacho kimezungumziwa pia na baadhi kwamba, je, hizi serikali zinakuwa wapi wakati kuna hizi changamoto, ili kuhakikisha kwamba kunapata suluhisho kwa haraka zaidi kuliko ifike mahali wananchi kukata tamaa kwamba bwana Rashidi yako mahali fulani lakini hatuoni jitihada za kutosha kutoka kwa mchango wa serikali. Niseme Rashid, tunao unafiki mwingi sana wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uniruhusu nisome wimbo wa Jumuiya kidogo tu, line moja. Yasema hivi: Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Nimeanza na kusema jumuiya yetu sote tuilinde. Ina maana ya kwamba jumuiya si ya Mtanzania, si ya Mkenya, si ya Mganda, ni jumuiya yetu sote tuilinde. Hivyo kwamba kama kunayo shida Tanzania, ni jukumu langu kama Mkenya kuilinda, maana yake mimi ni mwanajumuiya. Na nikienda pale kiongozi wa Kenya ama Uganda ama Tanzania hafai kuniambia nimepeleka tabia mbaya yangu kule, kwa sababu ninafanya tu, natilia maanani kile ambacho wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinasema. Lakini kwa nini tuko na shida ambayo tuko nayo sasa hivi? Ni unafiki wa viongozi wetu. Wao wakiulizwa wangetaka sana tukue na jumuiya ambayo tunaimba wimbo wa jumuiya, tukue na jumuiya ambao wanafanya siasa, wanafanya biashara zao kivyao. Lakini wakati tuko nayo mambo ya haki za kibinadamu, wakati wa Tanzania wanakandamizwa, wakati wa Kenya wanakandamizwa, wakati wa Uganda wanakandamizwa, sisi wengine tusikue na shughuli kule. Tukae tu nchi zetu, tukae tu ndugu zetu waumizwe, wauawe, wafinyiliwe, ili hali huu ujumuiya, kama mwananchi mmoja wa Taita Taveta ameuliza pale, ujumuiya basi ni wa nini kama hatuwezi kukua na hisia kwa wenzetu Tanzania? Na mwisho mimi ningetaka kusema, kama nchi tumejaribu sana kama Kenya kuweza kupeleka nchi hizi zingine kaya Tanzania na Uganda tabia zetu nzuri za kulindana. Maana tunalindana. Kama kunayo mambo ambayo inafanyikia mtu vibaya Nyeri, Taita Taveta, Mombasa, huwa tunakuja tunalindana na tunaangaliana. Hivyo kwamba sasa tumeanza kuangalia mambo ya ujumuiya. Tukienda kule basi tusiitwe watu wa tabia mbaya. La mwisho, tunayo koti ya East African Court of Justice. Wakati tunayo hii koti ya East African Court of Justice, Wakenya wengi hawajui, ama wanajumuiya wengi hawajui. Wanasiasa actually ndio wanaendaga kutumia hii koti wakati wao wamedhulumiwa, mambo ya elections, mambo ya communities fulani zimedhulumiwa na serikali na kibiashara, ndio wanaenda. Lakini ukienda kwa nakala za ile koti ya East African Court of Justice, utashtukia ya kwamba baadhi ya kesi zenye ziko kule kidogo sana, asilimia kidogo sana, ndizo za haki za kibinadamu za wananchi wa jumuiya. Naam, kuna swala ambalo yote naona mnalizungumza na labda tulieleze, kwa sababu tunajua kwamba masuala ya maandamano kikatiba yapo katika mataifa tu, kwamba wananchi wanapokuwa anahisi kwamba sauti yake sikiki, anaweza kujitokeza kwa maandamano ya amani ile kushinikiza sauti sikike na uwajibikaji ufanyike katika kupitisha mabadiliko. Na kuna watu wengi wanaona kwamba ili swala la watu kuandamana ndilo ambalo linafanya hoja ikawa hoja zaidi. Hayo maandamano ya amani kwamba yakianza huwa ndio ina hoja inakuwa hoja zaidi. Na kuna wale ambao labda nasema kwamba wanaona kwamba pakianza tu maandamano tayari kwamba hili jambo litakuwa tena
kutulizwa haliwezi kuzika. Nafikiri hilo ndio swala ambalo baadhi ya mataifa wanaliogopa, na ndio wengi wanaitumia ile neno ya tabia mbaya. Sio tabia mbaya, ile haki ya kuandamana. Tutafanyaje ili kuweza kuelimishana kwamba hizi sio tabia mbaya? Anayetaka kuandamana Uganda, Tanzania, Kenya, kwa sababu anajua sheria za huko, afuate tu sheria zake, andamane, serikali imsikize kwa amani na isikize. Hili linaweza kufanyaje kama nyinyi kama watu wa kutetea haki za kibinadamu kitaifa? Mnadhani kwamba tunahitaji uno ujumbe ufikishwe kwa kina nani? Tunafaa kuelewa, Rashid, kwamba ninapoenda kuandamana, siandamani ni kwa sababu Rashid ni mtu mbaya, yule ambaye anashikilia uongozi fulani na yenye imenipa sababu ya mimi kuandamana. Tunafaa kuelewa ya kwamba ninaandamana ni kwa sababu yale ambayo umeyafanya, pengine umepitisha sheria fulani ambayo nikiangalia ile sheria itanikandamiza siku za baadaye, ama itawakandamiza Wakenya. Nitatoka kukuelezea kwamba hii sheria ambayo umeileta si nzuri. Na hivyo wakati mwingi interpretation ya maandamano, especially kwa wale ambao ndio wanaingoja pande ile, kama pengine viongozi wanafikiria watu wanaandamana ni kwa sababu yangu, na hivyo basi lazima nitafute jinsi ya kujilinda mimi, na wanasahau ya kwamba si kwa sababu yako ambapo mimi nimeenda pale kwa kuandamana. Nimeandamana ni kwa sababu ninafikiria kwa mtazamo wangu hizi sheria ama yale ambayo umeyaleta, pengine tutumie mfano wa kusema sheria ya kama vile Kenya walipokuwa pale kwa street, walienda kwa sababu kulikuwa na finance bill ambayo sisi wa Kenya tuliona si nzuri. Hatukusema ati Ruto alikuwa ama mtu mwingine mbaya. Tulisema hiyo finance bill haikutufaa sisi, inatukandamiza, na ndio tukaenda kwa street. Elewa tofauti ya kuwa wewe ndio chanzo cha maandamano ama mambo ambayo umeyaleta mbele ndio chanzo cha maandamano. Kuna mjadala hapa Hussein Khalid. Naam. Wacha nijaribu kuwakilisha upande mwingine ya kwamba Kenya tunapokuwa tuna maandamano yetu, nadra sana kuwa na shinikizo kutoka Tanzania, nchi na Uganda. Mataifa anauliza, je, mnaweza pia mkatulia wakati kuna changamoto, wao wakapambana na masuala yao bila nyinyi kuweka shinikizo? Maana nadhani kwamba ni swala ambalo tuogopa kulizungumza, lakini ndio swala ambalo ndio swala pevu ambalo limekuwa likijadiliwa. Je, kina Ochieng wanaweza tulia, kina Hussein wanaweza kutumia, kina Rashid wanaweza kutulia, kina Madhenge, kina nani, ili wakae tu watuangalie, tupambane na masuala yetu kama vile ambao tunawaacha wanapambana na masuala yao na mataifa mengine, lakini bado tuko pale pale katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, hilo linawezekana? Kwa sababu inaonekana hilo ndilo ambalo watu wanaogopa kulizungumza, ndio tatizo ambalo lipo. Naam. Wajua Rashid, ukiwa na watoto ni vizuri wafundishe waige mambo mema, sio kuiga mambo ambayo si mazuri. Kwa jamii yoyote ile, tukumbuke kuna ile tunaita universality of human rights ama ulimwengu wa haki za binadamu. Na haki za binadamu kama alivyoelezea ndugu yangu Madhenge hazina mipaka. Ni haki za binadamu. Itakuwa ni vigumu sisi leo tupige kelele tuseme Free Palestine, mbali huko tupige kelele tuseme Black Lives Matter Amerika huko, alafu hapa nyumbani tu jirani ambaye yuko hapa mlangoni tu ati tunanyamaza. Wale ndugu zetu tunatambua. Ukiangalia historia ya Kenya na historia ya Tanzania hivi sasa wako katika hali ya kuhakikisha kwamba kile chama tawala kilichokuwa tangu uhuru sasa ndio watu wanaanza kuuliza maswali kujaribu kukikomoa. Sisi tulikuwa hapo mwaka wa 1992 na mwaka 2002 ndio KANU sasa ikaondoka. Kwa hivyo bado tunaona kwa miaka bado wako nyuma, na tunajukumika sisi. Tunajukumika kama nchi na tulioko katika muungano kuweza kusema ndugu zetu lazima tuweze kuwashikilia mkono. Na tukumbuke kwamba hili ni swala moja tu. Kuna masala mengine ambayo utapata nchi nyingine ndio iko mbele na wao wanakuja kutusaidia sisi kwa yale ambayo tuko nyuma. Tuangalie lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili inasemekana Tanzania ndio wanaongoza kabisa katika swala hilo. Kwa hivyo tunapozungumzia masala ya Kiswahili tuko hata na maprofesa ambao huja huku Kenya
katika mikutano, kuelezea, kufunza na kufanya mambo kama hayo. Ukiangalia masala ya kilimo, Uganda imepiga hatua kwa sababu ya River Nile na mengineo. Wao pia Waganda hutoka nchini kwao wakaja kutufunza huku, kutuonesha na kutuambia hivi na hivi na vile. Sisi hatujasema bakini kwenu ama musifanye hivyo. Kwa hivyo pale ambapo sisi tunaona pia tuko na uwezo fulani, tunaweza kusaidia, tunaweza kuchangia kwa lile tulilonalo, tunafaa tuwe tutasaidiana, tutaingiliana ili kuboresha hali zetu zilivyo katika Jumuiya ya Afrika kwa amani. Lakini kwa amani, of course, kwa amani. Tukumbuke Rashid, hapa lazima tuzungumze, wanaovunja amani si wananchi. Wanaovunja amani si wananchi. Katika ukiangalia watu wameitisha nchini Tanzania kwamba uchaguzi ufanyike, lakini tuwe na ile tunaita level playing field. Leo hii itakuwaje tume ya uchaguzi inachaguliwa na mgombea mmoja, yeye ndo anachagua? Leo kutakuwaje na sheria katika nchi inasema IBC, ile yao ni tume ya uchaguzi hiyo, kwamba wakitangaza hakuna yoyote atakayeweza kupinga ama kuuliza swali lolote kuhusu uchaguzi. Hizo ni sheria gani? Hata ukiangalia katika ndio ile hoja umesema labda pengine sheria zipo kwa katiba yao. Ziko katika katiba yao, lakini pia katiba lazima tujue kuna ile tunaita universality principles of elections ambazo zinakubalika hata Tanzania yenyewe wameweka sahihi. Kwa mfano ukiangalia kuna makubaliano ya kura ya Umoja wa Afrika na wakaweka sahihi kwamba kuna masala fulani 1, 2, 3, nchi yoyote ambayo inaweka sahihi hapa itahakikisha mambo haya yameweza kutekelezwa wakati wa kura, na wao hawajafanya, na wao wameweka sahihi katika mkataba huo. Kwa hivyo haya ni maswali lazima yaulizwe. Ndio kwa maana African Union ama kile kikundi cha Africa Union cha kuchunguza uchaguzi walisema kwamba uchaguzi wa Tanzania haukufikisha vile viwango ambavyo vilikuwa ama viegezo vilivyowekwa na Umoja wa Afrika. Haya ni masala lazima yaweze kuzungumziwa, Rashid. Naam, bila shaka na umeweza kusikia Ocheng anavyoeleza. Anasema kwamba saa nyingine kila mtu ameshindwa na mwenzake na jambo fulani. Amepiga hatua jambo fulani. Kwa hiyo sisi kusaidiana na kurekebishana si mbaya, kwa sababu ya ufanisi wa nchi fulani ndio ufanisi wa Jumuiya ya Afrika. Lakini wanasema kwamba lakini mchango wa kina Ocheng ni sawa, lakini mchango wa kina Ocheng sio ufanisi. Kwa wale wanaosema kwamba huu unavuruga. Mchango wa kina Ocheng unavuruga. Tunataka kweli wasaidie waelimishane vijana, lakini kama elimu ni hii tunaiona inatuchanganya. Unaweza kusemaje kuhusiana na kueleza vijana mchango wenu na nia yenu, kwamba hata aliye Tanzania asione kwamba kijana wa Kenya ni adui wa taifa la Tanzania? Kwa sababu nafikiri hiyo ndio dhana iliyopo, kwamba vijana wa Kenya wengi ndio maadui. Ilhali vijana wa Kenya nasema tunasimama na wenzetu ambao wanaitaka haki. Asante Rashid, nimepata fursa ya kuchangia kwa mjadala mingi pale kwa TikTok account na X spaces za wa Tanzania. Na ili swala wanalielewa kabisa. Wanajua ni viongozi ndio wanatupiganisha sisi wenyewe hatuna shida. Lakini nikiachana na hiyo, kuna sisi kama Wakenya tunajivunia na tunajiita Big Brother of the East Africa. Na kama Big Brother hatuwezi tukakubali pia tubebeshwe mzigo zaidi. Na maanisha nini nikisema mzigo zaidi? Kumbuka tunataka kuboresha na kujenga jumuiya ya kanda la Afrika Mashariki. Sisi kama Big Brother ambao tayari tumepiga hatua. Kumbuka katiba yetu iliratibiwa mwaka wa 2010. 2010. Yao wa Tanzania ilikuwa mwaka wa 1977. Wa Uganda mwaka wa 1995. Inamaanisha sisi tayari tuko mbele yao. Kuna yale ambayo tunajua ya kisasa ambayo tayari wao hawajajua. Inamaanisha kama sisi tunataka tuwe kitu kimoja, tunaona wanabaki nyuma. Hatuwezi tukakubali, kwa sababu ndio hivyo tunasema tutabebeshwa mzigo zaidi. Utaona sasa kwa vile wao wanakimbia pale, kuna vurugu, wanakuja wapi? Ukimbizi hapa Kenya. Inamaanisha tutakuwa tunabebeshwa mzigo zaidi. Lakini shida hata bado si hiyo. Viongozi wenyewe ndio wameshindwa kuelewa ni nini vijana wanataka. Ukienda pale Tanzania, sera ya viongozi
kama Mama Suluhu anasema tunataka ile sera kubwa, tunataka kujenga ufuo ili tuweke mamba pembeni, wamama waende wachote maji, mara tunataka kuchanja kuku. Ni kama Watanzania wameshindwa shilingi 2,000 ya Tanzania ya kuchanja kuku zao. Sasa hizo sera ndio haivuti vijana. Ndio maana vijana wenyewe wanafanya nini? Wanatoa sauti yao, wanasema hapana, tumeshinda tangu uhuru, tunaongea mambo ya barabara. Ni lini tutaanza kuongea masuala muhimu kama elimu, elimu ya kisayansi, elimu za kiteknolojia ambao wanafanya wengine kwa nchi zingine ambazo zimeendelea. Sasa sera ya viongozi ndio haivuti vijana. Na kwa hivyo vijana wenyewe wanataka haki. Kwa sababu wanaona hizi sera zinazidi tu na wakandamizaji wale tu ndio wanazunguka hizo viti. Wale tu, kama ukichukua chama kama CCM imekuwa pale tangu uhuru ya pale Tanzania. Ukichukua chama, lakini labda kuna hoja mtu akuuliza kama pengine kimekuwa pale, inamaanisha katika chaguzi zao labda hawana shida nacho. Kama wangekuwa na shida nacho kisingekuwa kimetawala paka muda huu. Kama wangekuwa na shida nacho hawangetoka kwa barabara. Wanatoka kwa barabara sababu wanaona hiyo ni dhulma na lazima iwe inarekebishwa. Na hii kanda yetu ya Afrika Mashariki, kuna kitu moja nataka kusema. Wenzangu hapa wamesema ya kwamba labda haifanyi kazi vile inafaa. Mimi nataka kutofautiana na kidogo. Kwa sababu mimi naona ili Jumuiya ya Afrika Mashariki inafanya kazi jinsi ilivyoratibiwa. Iliratibiwa na wale viongozi ambao wamekuwa kwa uongozi. Wao walikuwa pale. Kumbuka hii ilikuja 1999 ikaanza kufanya kazi 2000. Na viongozi wale ambao walikuwa pale ndio bado wamo mpaka sahi. Chama zile ambazo zilikuwa wakati huo ndio bado zipo mpaka wakati huu. Na ndio maana unaona kuna kufanya kazi kwa umoja kati ya hawa viongozi wetu. Unaona kuna jinsi ya kupiga haya maandamano na kupinga kutoka kwa serikali ni kama zinakaribiana. Kule Tanzania kulikuwa na mambo ya utekaji nyara. Hapa Kenya walisoma huku kwetu kutekaji nyara. Tunaenda mpaka kama Big Brother, watu wanatekwa nyara hapa Kenya. Kumbuka mtu kama Besigye alichukuliwa hapa Kenya na wanajeshi wa Uganda. Inamaanisha kuna ushirikiano fulani kati ya hawa. Inamaanisha kanda la Afrika Mashariki, hiyo jumuiya inafanya kazi ilivyoratibiwa kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida hana sauti, azidi kuwa maskini, azidi kuwa ananyanyaswa. Sasa hiyo ndio mwananchi mwenyewe, na hivi ndio tunaenda kufanya. Kumbuka walifunga internet pale Tanzania wakati wa uchaguzi. Na hivyo wanapanga kufanya hapa na tunawaangalia. Lakini hiyo kufunga internet haijazuia mapicha na mavideo kusambaza. Kumbuka wametusambazia kwa njia zingine na sisi ndio tumeexpose kwa outside world. Na ndio tunaita bado hatujapata bado hizo video zote, kwa sababu bado tunataka international media houses ziruhusiwe kuenda kudocument ile mambo ambayo imefanyika pale. Unaona? Kwa hiyo Ochieng, kama anavyosema ni kwamba mnachokihitaji nyinyi, wakati manake ni vizuri kuna viongozi wa Tanzania wanatizama ndio wajue mnachokihitaji nyinyi kwa kuweza kuzungumza na wao vijana, mnapokuwa mnazungumza nao katika mitandao na nini, si kwamba mnataka vurugu, lakini kuna vijana wanataka uongozi tofauti, wanataka sera tofauti, na ndio mnaloliomba peke yake. Laiti kama viongozi wataweza kusikiza na wajaribu kusikiza sauti za Watanzania kwa ujumla, sio vijana peke yake, itakuwa nyinyi mshatosheka kwamba elewaneni kama taifa, yale mnaoyataka yakifanyika sisi tutakuwa tumesonga mbele. Hilo ndio ambalo kina Ochieng mnasimama nalo kufikia sasa. Na niseme hivi Rashid, kuongezea tu, hili swala it is not unique to Kenya ama East Africa peke yake. Swala la kimombo tunaita intergenerational clash, yani mvurugano wa vizazi, ni jambo ambalo liko dunia nzima. Tumeona kule Nepal, tumeona Bangladesh, tunaona Madagascar, tunaona kila mahali kwamba vizazi, kwa sababu labda tutasema technology ama teknolojia imefunguka, watu wanapata habari, huwezi tena kuwahadaa, wanajua ule ukweli. Na hiki kizazi ambacho bado kiko kule juu hawajui hizi habari zinaingia vipi na nini. Kwa hivyo hili ni swala ambalo liko dunia nzima. Na ni lazima wao walikubali, wajue kwamba hawa sasa vijana sio wale sisi tunazoea kujua vijana ni kina nani, lakini kuna mabadiliko lazima tuyakubali, ndio sisi sote tuweze kusonga mbele. Na nikirudi nitakuwa tuna kibarua cha kufanya, maana yake tumeyazungumza, tunaweza zungumza
Kuna ndugu yake Ocheng anafanya kazi Uganda, kuna ndugu yake Hussein Ali anafanya kazi Tanzania, anasoma mahali fulani. Na kutokana na katika hii safari ya haki kuna sintofahamu. Na sintofahamu imefanya kwamba kidogo wale ndugu zetu kule hawaelewi kwamba tuangaliwa kama vile juzi ama tuangaliwa kama vile jana. Na tunaposema ni kwamba lazima tuangalie kwamba katika safari ya haki tusiangalie tofauti tukakandamizana haki, tukamwona Mtanzania Kenya tukamwangalia vibaya, tukamwona Mkenya Tanzania tukamwangalia vibaya, ama tukamwona Mganda Kenya tukamwangalia vibaya. Tutafanyaje kuweza kuhakikisha kwamba tumebakisha ule undugu wetu licha ya kwamba bado tunapigania haki zishamiri katika Afrika? Ni muhimu sana kwa sababu kuna watu ambao sasa hivi kidogo wanaishi kwa hofu fulani. Kwa hofu fulani. Kwa hiyo tuelimishane kwamba tujuane kwamba mwisho wa kwisha Mganda, Mkenya, Tanzania wote ni ndugu na wote ni wanahitajiana kwa njia moja ama nyingine, lakini yanayoendelea yazidishe undugu kuliko kuweza kuzidisha uhasama na uadui. Mengi baada ya muda usio mrefu.